Mnamo mwaka 2006 ndani ya mji wa Baraka, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ilisikika sauti ya binti mdogo ikilia kwa shangwe. Tukisema ile kwa shangwe yenye tunafurahia maana mtoto mpya amepatikana. Na sauti hiyo ilikuja kuingia majonzi makubwa au huzuni baada ya muonekano wa yule mtoto aliyezaliwa kwa vile alivyokuwa. Hatuwezi kumlaumu Mungu maana kazi ya Mungu haina makosa. Ikaendelea hadi 2025 mwezi wa 6, sauti hile ya yule binti ambaye alijulikana kwa jina la Godlive ikasikika kwenye baadhi ya media ikiomba msaada angalau wa chochote kulingana na hali aliyokuwa nayo ya ulemavu. Si kwamba yeye ndo alipenda kuwa vile, lakini ni matokeo ambayo yalitokea na hatuwezi kulaumu mtu yoyote kwa sababu hakuna aliyejua kama itatokea. Basi baadhi ya wadau, wapenzi, watu wenye moyo wa huruma walifanya namna gani vipi wakajichanga moja mbili tatu kikapatikana chochote. Na ndio maana leo mmemwona amesimama kwenye baiskeli ambayo ililetwa na wale watu wa Samaria Wema ambao waliguswa na kile ambacho kilionekana au kile ambacho kilisikika binti akiwa anaomba msaada. Na ni wengi sana siwezi kuwataja, lakini kiufupi ni kwamba mtu mmoja ambaye tunajua sisi sote tunamfahamu, vijana wengi na wazee, alijulikana kwa jina la Nelly Wangu, ametufanya leo tufike hapa. Basi kama vile familia Alobo Vibe pamoja na familia Nelly Wangu kwa kushirikiana na wadau wengine ambao walipatwa na moyo wa huruma kwa ajili ya kuweza kuwezesha ile ambalo limewezekana leo, tukana tushirikiane wote kwa pamoja ili tuje tukabizi angalau kile kidogo tulichokipata kwa dada yetu au kwa familia nzima. Hapa tuna vitu ambavyo tuko navyo, vimoja tuweze kuvitaja, lakini kile ambacho kinaonekana mbele za watu ni baiskeli. Pia tuna bahasha ambayo ina pesa, niseme ni pesa kabisa taslimu, siwezi kutaja ni kiasi gani, na utaweza kusikia shauku au motion ya familia, motion ya ndugu ambao wameweza kuguswa na hili kwa ajili ya kuweza kumchangia dada yetu. Tuanze kwanza na upande wa familia ya Mr. Nelly Wangu. Huyu ni mwanangu namjua, anaitwa Ali Wangu, director mkubwa sana. It is my time amehusika. Niaje mzee? Salama. Kama kawaida. Yes sir. Ali. Yeah, God na bless. God na bless. Yes sir. Watu wanakutambua kama vile director. Kinyume na director kuna kazi nyingine ambayo unaifanya? Kinyume na director sina kazi nyingine, hiyo ndo kazi yangu, ndo jobo yangu. Yeah. Na leo tuko hapa kwa ajili ya sister yetu hapa. Vipi unajisikiaje kuwepo hapa? Kwanza nitasema ni jambo la faraja sana, maana Mungu huwa anabariki watu ambao wanatoa. Na Mungu na vitu vinakujaga kwa watu waaminifu. Na Mungu anabariki mtu ambacho ameleta kitu ambacho ameagizwa nacho. Yeah. Ni wakina nani zaidi sana wakichana na Nelly Wangu ambaye tunamjua? Ni wengine watu gani ambao wako nyuma ya hili ili kuwezesha ile ambayo limetokea leo? Tuseme ni vijana wengi Marekani, lakini kitu kikuu ni Nelly Wangu, maana Nelly Wangu ndo alianza kuipost clip yenyewe, akatagi maneno pale, akaandika chini nitajika dada yetu apate baiskeli na kiasi kidogo tu cha kujiendeleza kwenye maisha yake, na watu wakabless, watu wakashuka, watu wakaguswa, watu wakabless. Na ndo kama tuko hapa pashakwa baiskeli na mzigo kidogo wa hela huu hapa, mbona tunamwacha dada yetu ajikongoje kwenye harakati zake za maisha. Yeah. Okay. Sawa, mimi nitenda kinyume kidogo na ile ambayo umelisema, ila nataka nijue kitu kimoja. Baada ya Nelly Wangu kupost clip ya sister yetu, naomba ile sister alijue, sawa? Naomba pia familia nzima mlijue. Ule mshikaji kuna kitu alikipoteza kikubwa sana ambacho labda hatujui, labda unaweza mkawa mjui, lakini sisi tunakijua. Alipoteza account yake ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa, ilikuwa na fan base kubwa. Watu kuripoti kitu tema kwa kugeuza kwamba ni kibaya, ili swala lilikugusaje kama vile mwanafamilia, kama vile mtu ambaye unasupport kazi za watu? Ya unajua ile ni account ya kaka yangu na ilikuwa ishaanza kulipa tayari, na kaka yangu tuseme ndo amebeba maisha yangu hapa kambini, kama nang'aa, kama nilianza kazi ya director, ni plani zake na ni mbinu zake, kwa tuseme ndo na maisha yangu kifupi. Kwa ilinigusa sana tu. Ila kuna kujaga neno moja nasemaga, ukiona maadui wamekuwa wengi, ujuna karibia kufanikiwa. Naamini tu kwa nani anaenda kufanikisha, na atakuwa na fanbase kubwa sana tu, so ile ya zamani atakuwa na fanbase kubwa sana, maana Mungu anamtazama, anaona alichokipiti. Maana kilikuwa kitu cha heri tu, alikuwa anapost vitu vya heri, kuchekesha, kufurahisha, ndo kazi yake. Lakini sema tu watu
mtu hawezi kukubalika na watu wote. Kuna watu wana vinyongo, hata na wewe pia presenter wetu hapa. Kuna watu wana vinyongo na wewe watakwazika, watakasirika, lazima kwenye kazi yako uwe vikwa. Na ile pale imejiongeza, atajua nini cha kufanya na account itasonga mbele tu, au account itarudi kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Hebu turudie kwenye pointi kubwa ambayo umetuleta hapa. Neno moja kwa watu ambao labda wanaweza kuwa na moyo tena wa kuendelea kusupport dada yetu. Sio tu yeye na mtu mwingine ambaye anaweza kujitokeza mwenye matatizo. Mimi niseme cha kwanza, Mungu awabariki. Palipotoka hichi paongezeke vitu vingi sana, na Mungu aweke sana kwenye makazi zao za kampani hizo huko Marekani. Mungu aweke sana kwenye makazi yao. Maana bila zile kazi hatungepata hichi na tungefika hapa. Sema tu Mungu awabariki sana na waendelee kuwa na mioyo kama imani. Watu wenye mahitaji ni wengi. Ni wengi sana. Asilimia kubwa ya watu wanapenda kutoa msaada na hataki kujua kwamba wametoa nini. Yaani wanafanya kama vile hawajafanya chochote. Sawa? Hiyo ni asilimia kubwa ya watu. Lakini pia kuna wale wengine ambao anatoa kitu, nataka mtu ajue kabisa mimi nimetoa kitu fulani. Kuna uwezekano au kuna ulazima wa kuweza kujua kile ambacho kiko ndani ya bahasha? Mimi ni professional, mimi nakuwa na wasiwasi sana, maana mazingira ambayo tunayoishi tunaishi mazingira magumu sana. Imagine tu mtu ameposti, mtu anahitajika asaidike, watu wamefanya nguvu, account imeenda. Afu tukionyesha kiasi ambacho kiko hapa, itatokeaje? Japokuwa ni hela nzuri na ni hela ndefu. Labda tukitaje kwa maneno nitapendeza sana, lakini tukiangalia labda familia ni ruhusu nitaje. Mimi naomba tu tusitaje kwa sababu ya ulinzi na usalama wa familia, ila ningependelea kama kuna uwezekano basi unaweza kuwakabidhi ili tuendelee na mambo mengine na wao. Tunaanza kwa mama. Okay. Tazunguka kidogo hapa. Mama, shikamoo. Marhaba. Ujambo? Si jambo. Naendeleaje na familia? Tunamshukuru Mungu. Energy iko positive. Jamani. Kwa sawa sana. Mimi nimeshukuru sana kwa mlivyotupokea, mlitupokea kwa ukarimu sana. Asante sana kwa hiyo. Jamani, sisi tunashukuru sana kwa wageni kutufikia, kwa kweli tunashukuru. Tena muwe na moyo huo wa upendo. Ili hapa lilianza kufanyika hapa siku kadhaa zilizopita, na matumaini yetu na matarajio yetu yalikuwa ni haya ambayo yamekuja leo. Sawa, kama vile familia, hili mnalipokeaje? Kwa kweli tunalipokea tena kwa shangwe kubwa mno. Yaani Mungu, sijui niseme nini tu mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Asanteni sana. Inasemekana kwamba kupana ni moyo na si utajiri. Sawa? Kuna baadhi ya watu ambao labda na wenyewe wanaweza wakapitia kwenye wakati mgumu kama huu ambao umeupitia na binti kutoka miaka ile mpaka leo. Labda una ushauri gani au kitu gani cha kuwapa? Maana kuna wale wanasema mimi nimemzaa mtoto ambaye yuko hivi, siwezi kumlea, basi nafanya mbinu anamuua. Sawa, kama vile mama ambaye umemlea binti mpaka umefikia hapa alipo, miaka 19 sio midogo sana na anaendelea kuwa. Una kitu gani cha kuwashauri au kuwaambia au kuwahasa? Kwa kweli mimi naweza nikasema kwa wale wakina mama wenzangu wanaozaa watoto walemavu au mtoto amekosa kitu kimoja kwenye mwili wake, yani naweza nikawaambia na washauri kabisa, yani wazidi kulea watoto. Yani wasichukulie shetani siwaingilie wakachukua wale watoto wakarusha chooni, wengine wanawaua. Hapana. Kwa kweli wasirudi na wasifanye tena jambo kama hilo. Wawe kama mimi, mama mshupavu, nimelea mtoto wangu mpaka amekomaa. Na nimeona mama upo na vijana, sijui ni wadogo zake, lakini sijaweza kumuona baba. Baba ashaga fariki. Pole sana. Asante. Sawa, maybe unaweza kuambia neno moja wale ambao wamefanya hii kazi na wale ambao pia wanaweza wakapenda kwa nafasi nyingine wafanye kazi kama na hii. Kwa kweli kwa wale wenyewe wamejitoa, jamani, nawaombea kwa Mungu tu, Mungu awabariki, awazidishie, na wengine wanaweza wakajitoa, kwa kweli Mungu azidi kuwabariki na wawe na moyo wa kutoa. Asante sana mama. Asante. Okay, hebu turudi kwa sister yetu ambaye ndo mlengwa mkubwa. God live. God live, God live, God live. I see. God live ni Mungu anaishi. Habari? Ni nzuri. Uko salama? Ndio, niko salama. Tabasamu kabisa linaonyesha nuru. Unajisikiaje? Furaha. Ile ambalo limetokea umelichukuliaje kwa upande wako? Ile ambayo limetokea kwa upande wangu, jamani, nimefurahi sana.
Maana kwa hizi siku nilikuwa nasumbuka sana na usafiri, kwenda wapi. Utakuta nilikuwa nataka kwenda sehemu lakini nakuja kuangalia sitaenda haraka kama wenzangu. Acha nitule zangu tu nyumbani, lakini kwa sasa hivi nimepata baiskeli. Haraka sana. Umefurahi sana. Okay. Una kipi cha kuambia ambao umefanya kazi hii? Kwa wale ambao walifanya kazi hii, akiwemo kakaneli wangu na wengineo ambao mimi siwajui, cha kusema kwamba Mungu awabariki, awazidishie, yani palipopungukiwa aongeze pengine. Ndiyo, yani Mungu awabariki sana. Ndiyo. Asante sana, tumeshukuru pia. Nahisi wale ambao wamefanya kazi hii wanaweza kuona ile ambalo limetokea na wanaweza kulishuhudia. Hii ndio kazi ambayo umeifanya. Kazi ni kubwa sana, kubwa sana. Biblia inasema heri ya kutoa kuliko kupokea. Heri ya kutoa inabarikiwa sana kuliko heri ya kupokea. Tuseme asante sana kwa wote ambao wameshiriki kuweza kulifanya hili hapa. Sauti ilisikika ikilia kwa majonzi na leo inatabasamu kwa furaha kwa kila ambacho mmekifanya. Tuseme asante Neli wangu na jopo nzima ambalo umeshirikiana nalo kwa ajili ya kuwezesha hili. Tunaomba hili lisiwe la mwisho. Dada yetu bado anaweza kawa na mahitaji mengi zaidi. Kwa kila ambacho mnacho, kwa kila ambacho tunacho, basi tuchangize kwa pamoja ili kuweza kuliwezesha hili hapa liweze kuwa kubwa zaidi. And niwaombe tu tuendelee kuwa na moyo kama na huu. Hii hapa ni Arobo Vibe na mimi ni msanuaji aka Mtawa. Tumeweza kulikamilisha hili. Asante sana kwa time yenu.